Kila siku tunapoamka na kuona jua likichomoza, tunashuhudia chanzo kikuu cha nishati na uhai duniani. Lakini je, umewahi kujiuliza ni nini kinachotulinda kutokana na mionzi hatari ya jua? Ni nini kinachowezesha maisha kuendelea kustawi kwenye sayari yetu? Jibu liko juu yetu, katika angahewa, katika tabaka lisiloonekana lakini lenye umuhimu mkubwa, tabaka la ozone. Leo tutatazama ndani ya siri ya tabaka hili muhimu, kuelewa umuhimu wake, vitisho vinavyolikabili na jukumu letu katika kulilinda. Ozone yenye formula ya kemikali 03 ni molekuli inayoundwa na atomu 3 za oksijeni. Tofauti na oksijeni tunayopumua, ozoni ni gesi adimu lakini yenye umuhimu mkubwa. Inapatikana kwa wingi katika sehemu ya anga hewa inayoitwa stratosfera, takriban kilomita 10 hadi 50 kutoka usawa wa bahari, na ndipo inapounda kile tunachokiita tabaka la ozoni. Kazi kuu ya tabaka la ozoni ni kufyonza sehemu kubwa ya mionzi hatari ya urujuani mno, yani UV, kutoka kwenye jua, hasa mionzi ya UVB na UVC. Tabaka la ozone ni tabaka dogo ambalo lina kiwango kikubwa cha aina ya oxygen ambayo ina atom za oxygen 3. Tabaka hili liko katika sehemu ya pili ya angahewa. Kisayansi angahewa huwa limegawanywa kwenye sehemu 4. Ya mwanzo ni ile ya chini ambayo inagusana na uso wa nchi, kuanzia sehemu ambayo viumbe vinaishi kwenda kama kilomita 8 hadi 18. Sasa baada ya hapo linafuatia tabaka la pili, tunaita stratosphere kwa kitaalamu, ambalo kutegemea na sehemu ya dunia, maana yake dunia haiko haijanyooka, niite hivyo, haiko flat. Kwa mfano ukiwa kwenye milima, maana yake angahewa litaanzia juu kwa sababu ya urefu wa mlima. Sasa inakadiriwa kama kilomita 10 mpaka kilomita 50 ndio hiyo sehemu ya pili ya angahewa ambayo tunaita stratosphere. Ndio huko ambako kuna tabaka la ozone, na hilo tabaka ni dogo, kivipimo ni kama kati ya milimita 2 mpaka milimita 3. Kwa hiyo ni dogo, lakini kwa manufaa yake ni kubwa. Na hilo tabaka limetokea kiasili kutokana na mpambano wa hasa mwanga wa jua na oksijeni ya kawaida tunayoijua. Huwa inaweza kuunda sasa hiyo aina ya oksijeni inaitwa ozone. Ozone ni gesi ambayo kwa lugha ya Kiingereza tunasema is a stable molecule. Gesi ambayo inaweza ikahimili mazingira yanayozunguka na ikawepo, yani tunasema iko stable. Ni gesi ambayo inatokana na muunganiko wa oxygen, tunasema oxygen molecules ambazo ziko 3. Yani zile oxygen zinakuwa katika muundo wa atoms. Sasa zile atoms zinapoungana 3 tunapata ozone. Zikiungana 2 tunapata oxygen. Kwa hiyo zile oxygen atoms zinapoungana 3 tunapata ozone. Sasa hiyo ni ozone, ni gesi. Sasa hiyo gesi imejikusanya katika eneo moja la juu. Katika eneo moja la juu. Sasa kwa sababu imejikusanya kwenye eneo moja la juu, imetengeneza kama level fulani hivi, ndio matokeo yake inaitwa sasa ozone. Sema kwamba tunaishi kwenye uso wa dunia, lakini baada ya hapo kwenda juu tunakuwa na kitu kinachoitwa atmosphere. Ile atmosphere imegawanyika katika nyanda 4 ambazo zinatokana na mabadiliko ya temperature kwenda juu. Kwa maana kwamba hapa tunapoishi tuko kwenye kitu kinachoitwa troposphere.
Ukimaliza troposphere ambayo inaanzia hapa tulipo mpaka kilomita kama 11. Hiyo ni eneo ambalo sisi tunaishi, tunajivinjari nalo. Mionzi hii isipodhibitiwa inaweza kusababisha madhara makubwa kwa viumbe hai. Kwa binadamu, mionzi ya UV inaweza kusababisha saratani ya ngozi, mtoto wa jicho na kudhoofisha kinga ya mwili. Kwa mimea, inaweza kupunguza ukuaji na mavuno, na kwa viumbe vya baharini inaweza kuathiri phytoplankton ambayo ni msingi wa mnyororo wa chakula baharini. Hivyo basi, tabaka la ozoni hufanya kazi kama ngao muhimu ikilinda maisha yote duniani. Na tabaka hilo lina umuhimu mkubwa sana. Kazi yake muhimu ni kuchuja miali ama mionzi ya jua ambayo ni hatarishi, inaweza kuleta uharibifu kwa viumbe hai na mazingira. Kwa hiyo ni asili imeweka hivyo kwamba mwanga wa jua uwe unachujwa na hilo tabaka la ozoni usiweze kufikia dunia moja kwa moja. Ya tabaka la ozoni, kazi muhimu sana ni hiyo, kukinga viumbe hai na mionzi ya jua ambayo ni hatarishi. Kwa sababu inakuwa inachujwa ikifika kwenye hilo tabaka isiweze kufika kwenye dunia. Lakini pia kwa maana hiyo tabaka hilo linasaidia kurekebisha pia hali ya hewa, tabia nchi, kwa sababu kama huo mwanga au mionzi ya jua ambayo ni hatarishi ingeweza kufikia dunia, basi ingeweza kusababisha mabadiliko katika hali ya hewa au tabia nchi. Kazi ya ozone kubwa kabisa ni kuondoa mionzi ya jua ambayo kiuumbaji nadhani kisayansi tumejifunza kujua what is happening, nini katokea. Lakini kiuumbaji haikutakiwa kutufikia sisi huko kwenye maisha tuliko kwenye troposphere au if you go on lithosphere, yani sehemu ambayo kuna uhai. Sasa ile ozone inaiondoa ile radiation, yani inaiondoa ile mionzi ambayo inasafiri katika wavelengths za kati ya 100 mpaka 400 au 390 nanomita. Inaiondoa hiyo mionzi kwa sababu mionzi ile ikitufikia sisi ina madhara kwenye maisha yetu. Sasa hiyo mionzi tunaita ultraviolet radiation. Inatoka kwenye jua. Jua linatoa mionzi aina tofauti tofauti. Kuna ile ambayo ni rafiki kwetu, ndio tunatakiwa tufikie. Na ile ambayo sio rafiki kwetu kama hiyo ultraviolet radiation haitakiwi kutufikia. Na kazi ya kuiondoa ndiyo hiyo ozone inafanya. Kwa miaka mingi tulichukulia tabaka hili muhimu kuwa jambo la kawaida, lakini katika karne ya 20 shughuli za binadamu zilianza kuweka shinikizo kubwa kwenye ngao hii ya asili. Uharibifu wa tabaka la ozoni unatokana na utoaji wa kemikali zinazoharibu ozoni. Kemikali hizi zilizotengenezwa na binadamu hupanda hadi stratosfera na kuvunja molekuli za ozoni. Kemikali kuu zinazohusika ni pamoja na chlorofluorocarbons, yani CFCs, zinazotumika sana katika friji na viyoyozi. Gesi ya ozone basically yuko kule juu, haishuki. Isipokuwa sisi tulioko hapa chini kwa sababu ya pollution tunasababisha inazalishwa. Kwa hiyo hapa chini of course kuna good ozone tunaita na bad ozone. Kwa hiyo ozone yote inayopatikana kwenye troposphere, kumbuka nilianza na hiyo kwamba tunapoishi sisi huko kwenye troposphere. Inayopatikana kwenye troposphere sisi tunaita ni bad ozone. Ni bad ozone kwa sababu actually inatokana na uchafuzi wa mazingira na inajikuta sasa imezalishwa hapa. Sasa ikizalishwa hapa
mambo mengi sana ambayo ina include pia respiratory kind of diseases. Kwa hiyo ina madhara ya kimagonjwa kwa sababu hatutakiwi kuivuta. Lakini pia kwenye mazao pia ina athiri mazao. Mojawapo ni hicho ambacho nilitaja awali kwamba na yenyewe pia inasababisha kutani ile greenish ya majani ya mmea yanakuwa na yellowish color. Ambayo sasa manake pale mmea hawezi tena kujitengenezea chakula chake kwa sababu inakosa ile kijani kibichi. Kwa hiyo manake unaona tu mazao yanakuwa yamesinyaa au yanakuwa stunted. Manake sasa unaona mmea wako haukui kwa sababu hawezi kutengeneza chakula chake chenyewe kwa kiwango kinachotakiwa. Kwa hiyo haitakiwi kuwepo, ina madhara hayo. Kwa maana kwamba unapozalisha kwa mfano kwenye magari yanazalisha gesi inaitwa nitrogen oxide pamoja na nitric oxide. Lakini ukumbuke kwenye hewa kuna maji. Lakini pia kwenye hewa kuna oxygen. Sasa kuna mchanganyiko fulani ambao kwa kisayansi tunaita photochemical smog. Ndani kuna a lot of chemicals. Kuna chemicals nyingi zinakuwa yani zile pollutants zinakuwa zina react lakini zina react zinazalisha chemical species fulani ambazo mwisho wa siku zinakuja kuzalisha ozone. Yani ile oxygen yenye mbili ambayo ni stable, yenye atom mbili ni stable. Sasa ile oxygen inafika mahali fulani inavunjwa na mianga ya jua. Kwa sababu kumbuka huku kunafika mianga ya jua tofauti. Sasa ikisha vunjwa inazalisha oxygen moja atom inaitwa radical, oxygen radical. Ile oxygen radical ile ikiungana na oxygen nyingine zinafika oxygen 3. Yaani oxygen moja ikaenda kuungana zile ambazo ziko mbili ambazo oxygen atom ikiungana na oxygen gas inazalisha ozone, yani zinakuwa oxygen atom 3 inatengeneza ozone. Hasa ile ozone inatengenezwa hapa kwenye maeneo ambayo tunaishi, kwenye level yetu huko. Ndio inakuwepo. Sasa uwepo wake ile oxygen tayari ni pollutant kama pollutant nyingine. Inasababisha magonjwa ya kifua, asthmatic, watu inasababisha asthma na vitu vingine kama hivyo. Ingawa bidhaa nyingi zimebadilishwa, hapo awali bidhaa kama vile friji, vifaa vya kusafisha elektroniki na viwandani vilivyotumia CTC na methyl chloroform vilikuwa na kemikali hatarishi sana, lakini sasa mambo yamebadilika. Ni muhimu kutambua kwamba kutokana na juhudi za kimataifa, bidhaa nyingi mpya hazina tena kemikali hatarishi. Tatizo la uharibifu wa ozoni lilikuwa la kipekee kwa sababu lilikuwa tishio la kimataifa lililosababishwa na kemikali chache tu. Kuna aina za kemikali pia zinatengenezwa kiasilia, lakini zile uzuri wake haziharibu kwa kiwango kikubwa, ni kidogo sana, na ama huwa zinapelekea tena ikishaharibu baadaye kuna namna ya kuirudisha. Lakini hizi za binadamu basi zinazotokana na shughuli za binadamu zenyewe madhara yake ni makubwa kwa sababu zinaharibu kwa kiwango kikubwa. Kuna bidhaa ambazo zipo kwenye matumizi ya kila siku. Aina ya bidhaa kwa mfano zinazoitwa solvents zinatumika kuyeyushia ama kutenganishia vitu, hata kutengenezea vitu kama aina fulani ya mafuta, au kwenye maabara ambazo wanatumia kwa ajili ya kupambanua kemikali. Kwa kifupi, yani kemikali ambazo zina chlorine, zina fluorine, zina bromine. Na hata kwa mfano kwenye mahospitali, bidhaa ambazo, kemikali ambazo zinatumika kusafishia vitu, kuvifanya viwe salama, ama kutunzia sampuli. Kwa mfano kuna bidhaa maarufu sana inaitwa chloroform, ambayo wanaofanya majaribio ya kisayansi na kwenye maabara za hospitali wanatumia kutunzia sampuli. Au na bahati mbaya siku hizi vijana nao wamegundua kwamba ni kemikali inayoleta usingizi. Kwa hiyo inapatikana, watu wanapuliziwa kwenye majumba, wanalala usingizi mpaka asubuhi. Inaitwa chloroform. Ina chlorine.
ni aina hizo ambazo zinapatikana, ziko nyingi tu, hata kwenye maabara mbalimbali ziko bado zinapatikana. Lakini kuna aina fulani za spray pia, ili mradi zimebeba hizo atom mnazozitaja, chlorine, fluorine, bromine, zina hiyo changamoto. Itifaki ya Montreal kuhusu dawa zinazoharibu tabaka la ozoni ni makubaliano muhimu ya kimataifa yaliyosainiwa mnamo Septemba 16 mwaka 1987, lengo lake kuu likiwa ni kupunguza na hatimaye kukomesha uzalishaji wa matumizi ya kemikali zinazoharibu ozoni, yani ODSs. Itifaki hii imefanikiwa sana na inachukuliwa kuwa mojawapo ya makubaliano ya mazingira yenye mafanikio zaidi katika historia. Imesababisha kupungua kwa 99% ya matumizi ya ODSs duniani kote. Mafriji, freezers, inategemea na hizo zipi inatumia gesi gani. Lakini hizo ndio gesi ambazo zinaonekana ziko very effective kwenye cooling. Sasa hiyo ndio bidhaa ambayo tunatakiwa kuacha kuitumia, tupate bidhaa badala. Sasa bidhaa badala, kama nilivyosema kwenye Montreal Treaty, kulikuwa na mtazamo wa kwamba waache kuzalisha zile CFCs, badala yake wazalishe zikiwa zimeunganishwa na gesi ya hydrogen. Tunasema una add hydrogen. Uendelezaji wa kemikali mbadala na utafiti umesababisha ugunduzi wa kemikali salama kama vile HFCs na HFOs ambazo haziharibu ozoni. Hata hivyo, HFCs zina uwezo mkubwa wa kuongeza joto duniani, hivyo juhudi zinaendelea kutafuta mbadala wenye athari ndogo kwa tabia nchi. Baadhi ya kemikali zinazoharibu ozoni pia ni gesi chafu zenye uwezo mkubwa wa kuongeza joto duniani. Kwa hivyo, kupunguza ODSs kumechangia pia katika kupunguza mabadiliko ya tabia nchi. Athari za joto duniani kote kwenye ozoni, mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kuathiri urejeshaji wa tabaka la ozoni. Kwa hiyo badala ya kuwa na CFCs unakuwa na HCFCs. Sasa ile hydrogen, uwepo wa hydrogen ile itakapokuwa inapanda juu, inatengeneza upenyo wa kuwa attacked somewhere hapa kabla haijafika kwenye ozone layer. Mpango ulikuwa ukae hivyo, lakini sasa utekelezaji wake uko taratibu pengine, au wale ambao ni more industrialized, kama sisi contribution yetu ikawa ndogo sana kwa sababu hatuja industrialized that level. Lakini wale ambao wameendelea kiviwanda, imewezekana utekelezaji wake umekuwa uko chini. Kwa hiyo matokeo yake hizo bidhaa bado zinaendelea kuzalishwa, na mwisho wa siku, mwisho wa matumizi zina escape, zinavuka kwenda kwenye stratosphere. Elimu ni ufunguo wa uhifadhi wa muda mrefu. Kuongeza uelewa, watu wanahitaji kuelewa umuhimu wa tabaka la ozoni na madhara ya uharibifu wake ili waweze kuchukua hatua stahiki. Kujenga kizazi chenye uwajibikaji, kuwafundisha watoto na vijana kuhusu masuala ya mazingira kunajenga kizazi kitakachojali na kulinda sayari yetu. Kuhimiza mabadiliko ya tabia, elimu inaweza kuhamasisha watu kubadili tabia zao za matumizi na kuchagua bidhaa na huduma rafiki kwa ozoni. Upatikanaji wa teknolojia mbadala, kemikali mbadala na teknolojia rafiki kwa ozoni zinaweza kuwa ghali na zisipatikane kwa urahisi katika nchi zinazoendelea. Bado uelewa ni mdogo kuhusu umuhimu wa ozoni na madhara ya ODSs. Hivyo basi inatupasa tutoe elimu ya kutosha kuhusu ozoni ili watu wawe na uelewa mpana, ili tuwe na teknolojia ambayo itawafikia watu wote kwa gharama nafuu na kutumia bidhaa ambazo hazina kemikali hatarishi. Muhimu sana naona ni kuhusu elimu, kwa sababu asilimia kubwa kwenye nchi zinazoendelea watu hawana uelewa na masuala ya tabaka la ozoni.
Sasa inatakiwa elimu itolewe kwa kiwango kikubwa sana, na hii inahusu wadau wote, wataalamu, watafiti, serikali, vyombo vya habari. Tunatakiwa tushirikiane kuelimisha watu. Kwa upande wa wataalamu, kwenye taasisi mbalimbali wameweka kwenye mitaala yao kuna masomo ambayo yanahusiana na masuala ya ozoni na uharibifu wake na madhara yake. Lakini wadau wengine, kama ninavyosisitiza, tunatakiwa tuweke juhudi zetu kwenye kuelimisha watu, ili polepole watu pia watakuwa wanabadilika mmoja mmoja, na hatimaye jamii na kuchukua hatua, ili hata wakiona aina fulani za bidhaa zenye hizo kemikali, basi aidha waweze kuachana nazo. Mfano kama ni kununua fridge kukikuta lina hizo kemikali kama CFCs, basi uachane nalo. Kuna kemikali mbadala pia ambazo zimekuwa zinapendekezwa. Kwa hiyo ni ushauri kwamba ni vizuri tukatumia hizo, kwa sababu zinafanya kazi ambazo zinafanana tu na aina hizo za kemikali ambazo ni haribifu. Kwa ujumla, jamii ya kimataifa imechukua hatua kubwa na zenye mafanikio makubwa katika kulinda tabaka la ozone, hasa kupitia Itifaki ya Montreal. Mafanikio haya ni mfano wa kuigwa wa ushirikiano wa kimataifa katika kukabiliana na tishio la mazingira. Matokeo ya kulinda tabaka la ozone utapunguza kwa matukio ya saratani ya ngozi, mtoto wa jicho na matatizo ya kinga ya mwili yanayosababishwa na mionzi ya UV. Afya ya mifumo ya ekolojia, ulinzi wa mimea, mazao ya kilimo na viumbe vya baharini, na kuhakikisha usalama wa chakula na bioanuwai. Kuilinda ozone, mojawapo ni kuhakikisha kwamba moja, tunakuwa na uwezo wa kulinda hali ya miti, au si upandaji miti, tusikate miti, kwa sababu ina mchango mkubwa sana kwenye moja, kuondoa hewa ya ukaa. Lakini sasa ukiondoa hewa ya ukaa, maana yake unapunguza kiwango cha joto ambacho kinakuwepo. Lakini pia utakuwa na miti ambayo inavunja ile speed ya wind, nasema ni speed, kasi ya upepo. Ukivunja kasi ya upepo, maana yake kama ni mawingu yanatengenezeka, bado utapata mvua kwenye eneo husika badala ya kupeperushwa kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo wananchi tujitahidi kujiepusha na vitu vyote ambavyo vinaenda kuzalisha hii hewa ambayo inaitwa greenhouse gases. Kwa kufanya mambo ambayo yanalinda mazingira. Safari yetu ya kuelewa tabaka la ozone inatukumbusha umuhimu wa sayari yetu na jukumu letu kama walinzi wake. Tabaka la ozone ni ngao yetu ya asili, na hadithi yake ni ushahidi wa nguvu ya ushirikiano wa kimataifa na sayansi katika kukabiliana na changamoto za mazingira. Ingawa tumepiga hatua kubwa, bado tunahitaji kuendelea kuwa macho, kuelimisha na kuchukua hatua. Kwa kufanya hivyo, tutahakikisha kwamba ngao hii ya asili na iliyo muhimu inaendelea kutulinda sisi na vizazi vijavyo, ikiruhusu maisha kuendelea kustawi chini ya jua lenye afya. Ni jukumu lako na langu kuhakikisha tunalilinda vema tabaka la ozone kwa kizazi hiki na kwa vizazi vijavyo.